Naitwa Pasco Kalumbete, ni manager wa kiwanja cha ndege cha Songwe. Leo tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2025 tulipata dharura ya ajali ya ndege ambayo ilikuwa inatokea Mwanza kuja Songwe. Ndege hiyo ilikuwa na namba za usajili 5H JHF. Ni ndege ya shirika la Global Magnetic Flight. Ndege hii ilipata changamoto ya injini ya pili, iliungua, kwa hiyo ikashindwa kutua, ikadondoka. Ilikuwa na jumla ya watu 34 ambapo 32 ni abiria na 2 ni marubani. Juhudi za maokozi zimefanyika kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ambapo takwimu za mwisho kabisa zinaonesha kwamba jumla ya watu 12 wamenusurika kwenye ajali hiyo. Watu 16 ni majeruhi ambao wamepelekwa kwenye hospitali mbalimbali zilizopo kwenye jiji letu la Mbeya, na abiria 6 wamepoteza maisha. Kilichotokea sio ajali halisia, bali ni zoezi la kujipima utayari wa kukabiliana na majanga mbalimbali ambayo yanaweza yakatukabili kwenye shughuli zetu za uendeshaji wa viwanja vya ndege. Hii ipo kwa mujibu wa miongozo ya uendeshaji wa viwanja vya ndege, miongozo ya kimataifa pamoja na ya kitaifa, ambayo inatutaka kufanya mazoezi kama haya ili tuweze kuona ni kwa kiasi gani sisi kama kiwanja tuko tayari kukabiliana na dharura yoyote ambayo inaweza ikatokea kiwanjani. Zipo dharura za aina mbalimbali. Inaweza kuwa ya ndege kudondoka kama hii ambayo tumefanya, lakini inaweza ikatokea jengo linaungua moto, inaweza ikatokea kuna bomu limetegwa, inaweza ikawa ni dharura ya mlipuko wa magonjwa kama ilivyo kwa sasa hali ilivyo. Zote hizo tunatakiwa kufanya mazoezi ya kupima wadau mbalimbali ambao wanahusika katika mazoezi hayo ili tuweze kujua wamefanya vipi kwenye nafasi zao. Na kwenye maeneo ambayo tunakuwa tunaona hayajafanya vizuri, tunakaa chini, tunafanya tathmini na kuboresha kwenye maeneo hayo, ili katika uhalisia wake ikitokea kweli ajali kama hiyo imetokea, basi tuweze kunusuru maisha ya watu pamoja na mali zao. Kwa hiyo tunautaarifu umma kwamba kilichofanyika ni zoezi, haikuwa ni tukio halisi, na lengo ni kujipima kuona ni kwa kiasi gani sisi kama kiwanja kwa kushirikiana na wadau wetu tunaweza kushirikiana pale ambapo majanga kama hili ambalo tumelionyesha yanaweza kujitokeza. Niseme wadau wote sasa tunatakiwa kutengeneza center ya communication ili inapotolewa taarifa ya maokozi au kuna tatizo, basi wadau wote wapate taarifa kwa wakati mmoja, kwa sababu tatizo kubwa kwetu ni namna ya kupeleka taarifa kwenye kila mdau kwamba kuna tatizo sehemu fulani au sehemu fulani kuna issue hii. Inakuwa ngumu namna kumfikia kwa sababu inabidi mtafute mdau mmoja mmoja. Na hili sasa mimi nitaenda kumueleza mkuu wa mkoa na niendelee kusema kwa sababu naamini atakuwa atanisikia baada ya hili. Atusaidie namna ya kuhakikisha tunapata mdau atakayewekeza au serikali kuhakikisha Mbeya inapotokea jambo lolote ikipigwa simu moja, wadau wote ambao wanahusika kwenye maokozi wanapata taarifa kwa wakati mmoja ili kufika kwa wakati kwenye hilo eneo na kufanya maokozi ili tuendelee kuokoa Watanzania. Maana thamani ya maisha ni kubwa sana, thamani ya pumzi moja ni kubwa sana, sababu Watanzania hawa ndio wanaojenga uchumi wa Tanzania. Kwa majina naitwa mrakibu wa zimamoto Malumbu Abson Ngata, kaimu kamanda wa zimamoto uokoaji mkoa wa Mbeya. Mnamo saa 2:45 leo tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2025 tulipokea wito wa uwepo wa ajali ya ndege ambayo ilikuwa inatokea mkoani Mwanza kuja mkoani Mbeya, lakini kwa bahati mbaya kiwanjani iweza kupata hitilafu. Kama mjuavyo, jeshi la zimamoto na uokoaji tuna kituo cha zimamoto na uokoaji mahususi kabisa kwenye uwanja wa Songwe ambacho kinafanya kazi mara moja kwa haraka. Waliweza kufika eneo la tukio na kuweza kufanya kwanza kuzima moto, lakini pia kufanya maokozi